Hii ni sehemu ya 8 ya kuangazia makosa ya mwandishi wa Qur'ani, namna gani anatengeneza makosa mengi ambayo yanathibitisha wazi wazi kwamba kitabu hiki cha Qur'ani si kitabu kilichoandikwa na Mwenyezi Mungu, kwamba huyu mwandishi kwa sababu ya kutokujua kwake historia, jiografia, sayansi na mambo mengine kama hayo, anaweka makosa mengi ambayo ni wazi wazi yanatuonyesha kwamba hichi kitabu hakijaandikwa na mwanadamu. Safari hii na kusomea mfano kutoka katika sura ya 12 aya ya 20. Tukasome alafu nitakuelezea kosa hapo liko wapi. Sura ya 12 aya ya 20 nasema, na wakamuuza kwa thamani pungufu kwa pesa za kuhesabika na hawakuwa na haja naye. Hiki ni kisa cha Yusufu, mmojawapo ya wale watoto wa Yakobo. Kumbuka katika Biblia Yakobo ana watoto 12. Katika wale 12 mmojawapo akiitwa Yusufu. Sasa wale ndugu zake wengine baada ya kumuonea wivu sana huyu kijana Yusuf, wakaamua kumkamata, kumfunga na kumuuza, ambako baadaye alinunuliwa huyu Yusufu akapelekwa utumwani Misri. Sasa mwandishi wa Qur'ani anapoandika hapa katika aya ya 20 anasema hivi, na wakamuuza kwa thamani pungufu kwa pesa za kuhesabika na hawakuwa na haja naye. Mfasiri hapa anatumia neno pesa, lakini katika Kiarabu hapa panatajwa dirham. Dirham ni sarafu. Kumbuka Qur'ani hii kwa mujibu wa Waislamu iliteremshwa baina ya karne ya 7 huko kati ya mwaka 610 na 632. Na kwa mujibu wa kinachofahamika kabisa kihistoria, sarafu wakati wa hichi kisa cha Yusufu, kumbuka kisa cha Yusufu kinatokea mwaka 1000 kama na 800 hivi kabla ya Kristo, na wakati huu sarafu zilikuwa bado hazijavumbuliwa. Sarafu zilikuja kuvumbuliwa karne ya 6 kabla ya Kristo na utawala ule wa Lydia ambao ni Uturuki wa sasa. Sasa sarafu zinagunduliwa, zinakuja kuanza kutumika karne ya 6 kabla ya Kristo. Mwandishi wa Qur'ani anatuambia kwamba huyu Yusufu aliuzwa kwa dirham kidogo, wakati dirham yenyewe pia inakuja kuvumbuliwa rasmi mwaka 600 na kama 95 hivi. Hapa tunaona mambo makubwa mawili yanajitokeza. La kwanza, mwandishi wa Qur'ani anaweka sarafu katika karne ambayo dunia nzima ilikuwa haijaanza kutumia sarafu. La pili, anaizungumzia dirham ambao ilikuja mwaka 690 na kitu hapo. Na kumbuka Muhammad alikufa mwaka 632. Kwa ingizo la neno dirham lenyewe tayari linaonyesha mabadiliko ya Qur'ani yaliyotokea hata baada ya Muhammad kufa, kwamba hili neno dirham linaingia wakati sarafu ya dirham ilikuwa bado yenyewe haijaanza hata kutumika, wakati Qur'ani inadaiwa kwamba imeteremka. Kwa sababu kama nilivyokuambia, dirham sarafu ya dirham ilivumbuliwa rasmi mwishoni kabisa mwa karne ya 7, miongo kadhaa baada ya huyu Muhammad kufa. Hivyo tunaona kabisa si kwamba tu mwandishi wa Qur'ani anafanya makosa ya kihistoria, lakini pia inatuthibitishia kwamba hii Qur'ani imekuwa ikibadilika. Ile story ya Waislamu kutuambia kwamba Qur'ani haijai kubadilika hata nukta, hata herufi moja, hata neno moja, ni upuzi mtupu. Kwa hiyo ndugu yangu tu Muislamu, nikwambie kwamba kinaga ubaga hiki ni kitabu kilichoandikwa na mwanadamu na kina makosa ya wazi kabisa ya mwanadamu. Kwa mfano, nataka nikakusomee kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Mwanzo, uone mwandishi wa kitabu cha Mwanzo ambaye tunaamini ni Musa ambaye aliandika kitabu cha Mwanzo, anamwelezea vipi huyu Yusufu. Naenda kusomea Mwanzo sura ya 37 mstari wa 28. Mwanzo sura ya 37 mstari wa 28 unasema hivi. Sasa hapa ni pale ambako ndugu zake Yusufu wanafanya mipango ya kumuuza. Unasema, wakapita wafanyabiashara wa Midiani, basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika, wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20. Nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Kwamba hawa Waishmaeli walimnunua Yusufu kwa vipande 20 vya fedha. Katika lugha rasmi ya kibiblia ya vitabu vya hivi vya Agano la Kale, lugha hapa inatumika ni Kiebrania. Na wanaposema pale vipande vya fedha, neno vipande pale ni shekeli. Shekeli ni kipimo cha uzani
wa hii fedha. Hawazungumzii sarafu hapa. Wanaposema vipande vya fedha, maana yake ni uzani wa hivi vipande vya fedha ambavyo huyu Yusufu alinunuliwa navyo. Haizungumziwi sarafu. Mwandishi wa Qur'ani, kumbuka, anazungumzia dirham, ambao dirham yenyewe inakuja mwaka 600 mwishoni kabisa mwa karne ya 7, kwenye 685 na kati ya 685 na 695, hapo ndipo dirham inavumbuliwa. Mbali ya hivyo pia sarafu zilianza kutumika duniani kwenye karne ya 6 kabla ya Kristo. Wakati kisa hichi kinatokea ni miaka 1800 kabla ya Kristo. Tunaona tunapofunua Biblia yetu, tunasoma kwa usahihi kabisa huyu Yusufu aliuzwa kwa namna gani. Tunaona katika Biblia aliuzwa kwa vipande nasema vipande vya fedha 20. Hakuuzwa kwa sarafu, aliuzwa kwa vipande ambao ni uzani. Hakuuzwa kwa sarafu kwa sababu wakati huu bado sarafu zilikuwa hazijaanza kutumika. Mwandishi wa Qur'ani yeye anafanya blanda. Ndugu yangu tu Muislamu, nikuambie kwamba umesikia mengi kwa mashehe wako na wengine na watu mzima wanazungumzia Qur'ani, kitabu kimeandikwa na Mungu. Hakuna ukweli wote. Kitabu hiki kimeandikwa na mwanadamu, kina makosa mwanadamu, na kwa sababu hiyo si kitabu ambacho kinaweza kukuletea faida yote kiroho. Sana sana kinakuletea upotofu mkubwa na kuhatarisha maisha yako ya kiroho baada ya maisha haya ya kimwili. Kama unataka kusoma kweli, kupata kumjua huyu Yusufu, soma Biblia, soma kitabu cha Mwanzo. Utapata vizuri kujua historia ya huyu Yusufu na jinsi gani taifa la Israeli lilivyokuja kujitokeza, nini kilitokea mpaka wale ndugu zake wengine wakahamia Misri, na baadaye taifa kubwa la Israeli linazaliwa pale Misri kutokana na huyu Yusufu. Nikusisitizie tu ndugu yangu Muislamu kwamba ukweli tunaupata katika Biblia. Mungu wa kweli anajifunua kwa kupitia Biblia takatifu, na mwisho tunamuona huyu Mungu anamtoa mwanawe pekee Yesu Kristu ili afe msalabani, awe malipizi yetu ya dhambi na kutupa wokovu. Na Bwana Yesu anasema wakati ule, alituambia wazi wazi kwamba yeye ndiye peke yake alikuwa ni njia na kweli na uzima, na hakuna anayeweza kufika kwa Baba isipokuwa kwa kupitia njia yake. Hakuna wokovu kwa Muhammad, hakuna wokovu kwa kupitia hii Qur'an takatifu inayoita takatifu. Hakuna. Ni kwa Yesu Kristo peke yake ndiko kwenye wokovu, na ndiko utapata tumaini la kweli, na ndiko utapata amani ya kweli na uzima wa milele. Asante.